Ya, unajua kuna mtu unaweza ukamwona si kila kitu anachokifanya basi anakuonyesha, na kuna watu wengi sana anaweza akafanya kitu na akakushangaza tofauti. Unajua mimi ni mtu ambaye sipendi sana kuishi lifestyle ya kujionyesha onyesha. Mimi napenda simple life. Na hiyo kweli imewashangaza wengi. Kwa hiyo mimi ni mtu mamba na style. Mamba huaga kurupuki hata kwenye maji, huaga ananyata kimya kimya mpaka anafanya tukio na linatimia tukio, mnasikia tu mlio. Mtu kashaenda hivyo. Kashabebwa na mamba. Kwa hiyo nimejipeleka India mwenyewe, nimejitibia mwenyewe, nimejigaramikia mwenyewe na mpaka nimerejea hapa kwa gharama za kwangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo hata nilipofika India gharama ziliongezeka. Si ile niliyosema $20,000. Kwa hiyo iliongezeka zaidi kwa sababu nilipofanyia operation nilitoka hospitalini Jumatatu. Kwa maana yake ningekaa siku 3 kama na uwezo wa kukaa kwenye ndege na kufika Tanzania, basi hayo mazoezi ningeendelea kuyafanya Tanzania. Kuna wagonjwa wengi kutokana na gharama za maisha ulipo inabidi anaamua kurudi endelee kulika. Kama kuna dawa basi unaendelea kutumia ukiwa huko. Lakini mimi niliamua nikae kule kwa siku zote hivyo, kwa mapenzi yangu mwenyewe, kwa gharama zangu mwenyewe, kwa maana ya apartment, mpaka mfanyakazi ambaye wakunipikia na kila kitu ambaye anaitwa Maria, anaishi ni Mtanzania, anaishi kule. Ushanaelewa, miaka 4. Kwa hiyo ni mzoefu wa pale New Delhi. Kwa hiyo niliamua gharama za mazoezi ni nje operation. Kwa hiyo kwa kuamua mpaka ikafika sasa $30,000 ambayo ni milioni 75 hivi. Ushanaelewa. Ya mpaka nimerejea hapa na bado kuna shopping ambayo nilizifanya kule. Ushanaelewa. Kwa hiyo unazungumzia milioni 100 fulani hivi imetegetea. Hapana, haifiki. $30,000 ni milioni 75. Kwa sababu milioni 10 ni $10,000 ni 25,000. Ni milioni 25. Yes. Kwa hiyo milioni 25 mara 3 kama milioni 75. Ya, sio 100, sipendagi masifuri mimi. Lakini unajua tu kwamba Mambas 24 sio ombaomba. Hakuna mchango wa mtu kwenye hiyo. Ya, yani hapa hakuna mtu yote kadondosha hata shilingi 10 yake. Ya, hakuna mtu yote, na watu wangu wa karibu wengi nimewafanyia surprise. Na wengi walivyoona niko India wakawa wananiuliza, wewe unajua kuna watu wengi nimekaa nao miaka mingi sana toka nimeanza kuumwa ISCO. Huwezi amini leo nakwambia. Hawajui kama mimi naumwa. Yaani mimi ISCO naweza nikakaa na wewe kila siku, yani tunakaa tunapiga story. Kama sitaki kukwambia naumwa huwezi kujua. Ambavyo waga na behave huwezi kujua kama naumwa. Na ikifikia hatua kukwambia naumwa, maana yake wewe paka nimekwambia mimi naumwa, unaweza kunipa ushauri. Sio, unanielewa? Aidha nikutane na daktari ndio naweza nikamwambia mimi nasumbuliwa na tatizo hili. Sasa hata kama hilo tatizo langu yeye sio daktari hilo tatizo, anaweza akampigia daktari wa hilo tatizo na akanipa ushauri. Ndio maana hata toka naumwa nimekuwa karibu sana na madaktari kiushauri. Wengine walikuwa wananiambia usifanye operation. Kama unaweza kutembea ukafanya hiki ukafanya hiki, usifanye. Unaweza ukafanyia operation ukalala mazima. Kama umelala mazima kitandani, wengine wako nje ya nchi, wengine wako wapi. Kama uko kitandani uweze kufanya chochote, fanya. Lakini kama unaweza ukamove, usifanye. Wengine wako Zanzibar madaktari walikuwa wananishauri wengi. Kwa hiyo watu kama wale au mtu alishaye kupata hilo tatizo ndio tunaweza tukazungumza lugha moja. Lakini sio nimekaa tu na ISCO na sasa wewe ISCO utaishauri. Kwenye milioni 75 nitakusaidia. Hata wazo gani wewe hilo tatizo ulijui. Namba ya daktari wa India unayo? Kwa hiyo mimi ni msiri sana. Yaani watu tu wajue mimi ni msiri sana. Na unaweza ukanifikiria hivi, kumbe mimi niko hivi. Unaweza ukajua nyeusi, kumbe mimi ni nyekundu. Watu wakashangaa Mamba huyu yuko India na hajaomba mchango Instagram kwamba bwana namba ya simu hii naombeni. Na mimi ISCO sikufichi kupitia Karima Story TV. Mimi nikiamua hata sasa hivi ya Karima Story niseme sasa hivi namba yangu ya kuchangiwa ni hii na hii na hii. Akaunti yangu CRDB Bank ni na hii na hii. Majenzi mwanangu. Naamini anko nakukubali. Sio unajua. Yaani dakika sifuri. Yaani Mambas 24 dunia nzima. Yaani mwanangu muamaru unatingishika hivi. Ushanaelewa, lakini
kama ninacho sitaki kufanya nichukue cha kwako hisi, kwa sababu na wewe una majukumu. Lakini kama kabisa nimezidiwa, no way, ndo nitaomba msaada kwa Isco. Ushanielewa? Lakini siwezi kutumia ugonjwa wangu. Mimi kama mnakumbuka Watanzania, kuna interview moja nilifanya na TV moja hapa. Kipindi cha sakata la mtoto wangu ule Wile, kama yuko addicted swi na bangi kule Coco Beach na nini. Nilipofanya ile interview na ile TV, comment ambazo aliambiwa yule jamaa mwenyewe TV, aliambiwa tunataka namba ya Dudubaya na tunataka namba ya mchango, tuchangie pesa ili huyo mtoto apelekwe rehab, apelekwe soba. Unakumbuka hicho kitu? Alipo ile demand ya watu sasa, akarudi kwangu hapa Mamba 24. Tukafanya tena interview. Mimi nikamwambia siwezi kuchangisha pesa kwa tatizo la mtoto wangu, kwa sababu mwenyewe wakati naumwa toka 2021 niko Mwanza huko. Natoka nimefika hapa sijakutana naye. Kwa hiyo mhanga mwenyewe sijajua condition yake, hali yake. Itakuwaje mimi leo nianze kupitia kalima story changia, yani hujui hata tatizo la huyo mtu. Na je, kweli anatakiwa kwenda soba? Kwa hiyo mwenye tamaa anaweza kufanya hicho kitu. Sio, umeelewa? Mimi nilikataa, nikaambia na washukuru sana Watanzania ambao wamejitolea kwa hilo, lakini nataka mpaka nikutane na huyo mtu, yani mtoto wangu, alafu nikijua tatizo kama naweza mimi kulifanya nitalifanya. Kama Watanzania nitahitaji msaada nitafanya. Interview hiyo ndio akili. Sio, umeelewa? Kuna watu wanatumia ugonjwa hata kama kashapo na bado anapretend kwamba anaumwa. Yaani kafanya kama mtaji. Na watu wanapochangia sio kwamba hawana matatizo. Kwa hiyo mimi tatizo la Wile ningepiga mpunga. Shanelo uzuri. Tatizo langu mimi, wapo watu najua nao wengi wakina Mwamposa. Mwamposa mpaka nafika India ajui. Kaja Chalamila. Ushanelewa? Wamekuja kushangaa niko India naongea nao mpaka narudi hapo. Umeshanelewa vizuri? Kwa hiyo iwe Mwana FA, iwe Leivani, iwe Chalamila mkoa wa Dar es Salaam hiyo nani? Iwe Zuberi huyo mwenye mabasi, tajiri mwenye mabasi Mwanza is my brother. Hata 100 sijawasumbua kwenye hilo. Ushanelewa? Ningeweza. Ushanelewa? Hiyo ndio maana ya Mamba. Na hiyo yote nafanya kujiheshimisha. Unajua ukifanya hivyo kwenye maisha, kwa sababu ukiwa mtu matatizo yako ya asubuhi ayamalize Zuberi, ya mchana ayamalize Mwamposa, ya jioni ayamalize Chalamila, unajizalilisha kesho tena. Ushaelewa? Ayamalize Leivani, sijui Mwana FA, unajizalilisha, unakuwa omba. Na Mamba 24 sio jeshi omba. Sio jeshi, ni jeshi la Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndio maana mimi watu ukijiheshimisha hivyo, mimi Mwamposa hata saa 7 usiku naweza nikampigia simu na akapokea. Saa 8 usiku mimi mpaka saa 9 naweza nikampigia simu akapokea. Kwa nini anapokea? Sababu anajua simu ya huyu ni ya muhimu. Kuna kitu serious. Sio mzinga. Sio, umeshaelewa vizuri? Na Mwamposa siku zote simu yangu na ya kwake ni babangu wa kiroho. Tunazungumza mambo ya kiroho na huwa ananishauri mambo ya kiroho. Na mpaka tulishafikia hatua kanishauri mambo ya kwenda kusomea uchungaji. Na kuna wachungaji wengi sana waga wanaambia wewe una kitu. Mwamposa anakupaga ushauri wa kwenda kusomea uchungaji. Yes. Ndio malipokeaje? Na niko sio kwa sasa hivi, nikasema bado mpaka indicator. Sio, umeelewa vizuri? Ishara mpaka nione ishara za Mwenyezi Mungu zinataka nifanye hiyo kazi. Mwamposa anatamani siku moja usimame kwenye jukwaa kama mchungaji utoe. Yes, na sio yeye tu, wengi viongozi wa dini, kwa sababu huwa wanaona nina kitu ndani. Lakini mimi sio muda mwafaka, kwa sababu wito kama ule unajitoa kwa Mwenyezi Mungu. Si hawa ambao wanatumia Biblia au vitabu vitakatifu kulaghai jamii ili kuingiza pesa. Unajidanganya, mwisho wa siku kuna Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mimi sitaki kuwa kwenye listi ya hao. Nampenda sana Mwenyezi Mungu Baba, na mheshimu sana, na yeye anajua, na ndio maana mpaka sasa hivi nimekaa hapa. Sio mimi, ni yeye. Afya yangu kwa hivi ni yeye, sio mimi. Kwa hiyo siwezi kumtania Mwenyezi Mungu.
Karima Story Live. Bonyeza hapa kusubscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.